habari. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limethibitisha kuwakamata watuhumiwa wanne, wote raia wa China, kwa tuhuma za kuteka watu wawili raia wa China waliovamiwa katika majengo ya PSSF Ilala Mei 14 mwaka 2026. Wahanga hao ni Wei Cheng mwenye umri wa miaka 64 na Lian Shoro mwenye umri wa miaka 44. Walidaiwa kutekwa na kundi la wahalifu waliotumia magari yenye namba bandia, huku wakitaka fidia ya dola milioni 20 za Kimarekani kutoka kwa ndugu zao. Na jeshi la polisi lilifanikiwa kuwaokoa wahanga hao Mei 16 mwaka 2026 katika eneo la Mbezi, Kinondoni, wakiwa wamejeruhiwa, ambapo walipelekwa katika hospitali ya Aga Khan kwa matibabu, huku Wei Cheng akiwa anaendelea kupatiwa matibabu kutokana na hali yake kutokuwa nzuri. Watuhumiwa waliokamatwa katika operesheni hiyo ni Deng Angin mwenye umri wa miaka 49, kuna Fan Zong mwenye umri wa miaka 49 pia, na Zhang Jianjun mwenye umri wa miaka 51 na Deng Shang mwenye umri wa miaka 40, pamoja na magari mawili yaliyodaiwa kutumika kwenye tukio hilo yalitiwa nguvuni pamoja na vielelezo mbalimbali. Jeshi la polisi limesema linaendelea na uchunguzi zaidi ili kuwabaini wahusika wengine wote waliohusika, kuwashukuru wananchi ambao wamekuwa wakitoa taarifa za kweli ambazo zimesaidia kuzuia uhalifu na zingine kuwakamata wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu. Leo tunazungumzia tukio lililotikisa Dar es Salaam na kuleta wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia wa kigeni na wa ndani. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limethibitisha kuwakamata watuhumiwa wanne raia wa China kwa tuhuma za kuteka raia wawili wa China waliofanya kazi katika majengo ya PSSF Ilala Mei 14 mwaka 2026. Wahanga ambao walidaiwa kutekwa na kundi lililotaka fidia ya dola milioni 20 za Kimarekani walifanikiwa kuokolewa Mei 16 katika eneo la Mbezi, Kinondoni, wakiwa wamejeruhiwa. Hii ni kesi ya utekaji iliyovuma sana na inazua masuala makubwa kuhusu usalama wa wawekezaji wa kigeni na ufanisi wa vyombo vya usalama. Kulingana na taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam, watuhumiwa wanne raia wa China ambao ni Deng Angin mwenye umri wa miaka 49, Fan Zong mwenye umri wa miaka 49, Zhang Jianjun mwenye umri wa miaka 51 na Deng Shang mwenye umri wa miaka 40 wamekamatwa. Walidaiwa kumteka Wei Cheng na Lian Shoro katika majengo ya PSSF Ilala Mei 14. Walitaka fidia dola 20 za Kimarekani kutoka kwa ndugu zao hao wa China wenzao, lakini polisi ilifanikiwa kuwaokoa wahanga Mei 16 katika eneo la Mbezi, Kinondoni, wakiwa wamejeruhiwa na wakapelekwa katika hospitali ya Aga Khan kwa ajili ya matibabu. Magari mawili yaliyotumika yalitiwa nguvuni pamoja na vielelezo vingine. Polisi bado inaendelea na uchunguzi ili kubaini wahusika wengine na inawashukuru wananchi waliotoa taarifa mapema, na taarifa muhimu hizo zikasaidia kukamatwa kwa wahusika hao. Hii ni operation iliyofanikiwa haraka na inaonyesha kasi ya polisi katika kushughulikia visa vya utekaji wa raia wa China katika majengo ya PSSF. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma unaonyesha kuwa wahalifu wanaweza kufikia majengo yenye ulinzi. PSSF ni taasisi kubwa inayohusika na pensheni za watumishi wa umma na ina maelfu ya wafanyakazi pamoja na wawekezaji. Tangu mwaka 2024 mpaka mwaka 2026, visa vya utekaji wa raia wa China nchini Tanzania vimeongezeka kutokana na uwekezaji mkubwa wa China katika miradi ya miundombinu kama SGR, madini na majengo, na ripoti za China Daily pamoja na Global Times zimeripoti visa kadhaa vya utekaji pamoja na fidia. Polisi ya Tanzania imewahi kukamata makundi ya utekaji yanayohusisha raia wa China na raia wa ndani katika maeneo kama Dar es Salaam na Mwanza, na data kutoka Interpol pamoja na ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa Afrika Mashariki inakabiliwa na ongezeko la utekaji wa kibiashara, yani ransom kidnapping, unaolenga wawekezaji wa kigeni. Kukamatwa kwa watuhumiwa wanne na kuwakomboa wahanga ndani ya siku mbili ni hatua chanya. Hata hivyo, polisi bado inaendelea na uchunguzi ili kubaini ikiwa kuna mtandao mkubwa zaidi. Utekaji wa wawekezaji wa China unaweza kuathiri imani ya wawekezaji wa kigeni na kuathiri miradi ya maendeleo. China ni mwekezaji mkubwa Tanzania na visa kama hivi vinaweza kuathiri uhusiano wa kibiashara. Jambo hili lina maana gani kwa taifa? Kwa upande wa usalama, linazidisha wasiwasi wa raia na wawekezaji kuhusu usalama wa maeneo ya mijini.
Kwa upande wa uchumi, inaweza kuathiri uwekezaji wa China na miradi mikubwa kama SGR na madini. Kwa upande wa vyombo vya ulinzi, inatoa fursa ya kuonyesha ufanisi, lakini pia shinikizo la kuwakamata wahusika wote. Na kwa kimataifa, inaweza kuathiri taswira ya Tanzania kama nchi salama kwa wawekezaji. Operesheni ya polisi ilifanikiwa ikiwa vizuri. Hii ni kukomboa wahanga ndani ya siku 2 na kuwakamata watuhumiwa 4. Ni hatua chanya na inaonyesha ufanisi. Hata hivyo, uchunguzi unaendelea na inahitajika kuwabaini wahusika wote na kuwafikisha mahakamani. Utekaji wa raia wa kigeni una athari kubwa kiuchumi na kidiplomasia. China ni mwekezaji mkubwa wa Tanzania na visa kama hivi vinaweza kuathiri imani ya wawekezaji na uhusiano wa kibiashara. Serikali inapaswa kuimarisha usalama wa maeneo ya kibiashara na miradi ya kigeni. Polisi wanapaswa waendelee na uchunguzi kwa uwazi na iwasilishe matokeo kwa umma mara kwa mara. Na serikali inapaswa iweke mikakati maalum ya kukabiliana na utekaji wa kibiashara na kuimarisha usalama wa wawekezaji. Jamii pamoja na bodaboda riders wanaosifiwa kama waliosaidia kumwokoa Dr. Jumbe wapewe motisha na ulinzi. Vyombo vya dola viheshimu haki za binadamu na visiwe chombo cha kisiasa. Mwisho wa siku, matukio kama haya ya utekaji yanapaswa kutafutiwa solution ambayo ni ya moja na ya kudumu, kuliko kuwa mara hili linatokea, hili linatokea, hili linatokea, hili. Wanatakiwa wapate solution. Kwa nini haya yanatokea na kwa nini yanatokea sasa hivi au kipindi hiki? Sababu ni nini? Vyanzo ni nini? Na kwa nini yatokee kwa baadhi ya watu tu kama wapinzani au wawekezaji wa China? Kuna nini ambapo kipo kati yako? Kuna nini kiko nyuma ya matukio kama haya ya utekaji? Jeshi la polisi linatakiwa litoe matamko na litoe ripoti maalum kwa ajili ya kuleta majibu kuhusiana na matukio haya ambayo yanaendelea hivi sasa nchini. Je, wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, una maoni gani kuhusiana na matukio haya yanayoendelea hivi sasa nchini na hawa Wachina waliokamatwa 4 kwa kuwateka Wachina wenzao? Je, nini kiko nyuma ya mpango wao huo? Endelea kuwa nasi na sisi tutakuletea taarifa kadri zinavyozidi kutufikia.